Kwenye channel yako pendwa Gift Online TV. Siku hii ya leo tutazungumzia ushiriki wa jamii katika kusimamia usalama wa barabarani. Wewe ni jamii na mimi ni jamii, lakini sasa tunashirikije katika kusimamia usalama barabarani? Kwa watoto, kwa wazee, kwa vijana, kwa wanaume, kwa wanawake, kwa watu wote kwa ujumla, ili tuhakikishe usalama upo wa hali nzuri, wa hali ya juu. Niko na mtu hapa atazungumza kwa nafasi yake. Yeye ni nani, lakini pia ndio atakaosimamia mada hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uendelee kupata taarifa kila mara, kila punde ambapo inatoka taarifa katika kipindi hiki cha Gift Online TV. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Ndio. Kwa majina naitwa Sergeant Samora Jonathan. Ndio. Natokea kitengo cha usalama barabarani, elimu kwa umma, mkoa wa Kilimanjaro. Okay. Karibu sana katika kuzungumzia swala la kwamba ushiriki wa jamii katika usalama, kusimamia usalama wa barabarani. Asante sana. Kama ambavyo umeitambulisha hiyo mada. Ndio. Mada ya leo ni kwamba inagusa ushiriki wa jamii katika kusimamia masuala mazima ya usalama barabarani. Ndio. Kwa nini nimesema jamii? Kwanza jamii ni wakina nani? Okay. Jamii ni mimi, wewe pamoja na yule. Ndio. Kwa hiyo sisi kama wanajamii katika jamii yetu ambayo tunayoishi, tutambue ya kwamba usalama barabarani ni jukumu letu sisi sote. Okay. Na wala sio jukumu la jeshi la polisi tu. Ndio. Lakini jamii kama jamii inayo nafasi kubwa sana ya kuweza kuhakikisha kwamba wanasimamia wanatoa taarifa kwa jeshi la polisi. Ndio. Wanakuwa ni miongoni mwa mabalozi wazuri ya usalama barabarani. Okay. Lengo hasa likiwa ni kuepukana na hizi changamoto za ajali za barabarani. Ndio. Sawa, na tukizungumzia kuhusu kushiriki, ningependa kufahamu kati ya ushiriki wa jamii na ushiriki wa vyombo vya dola, hapo imekaaje katika kusimamia usalama? Asante sana. Kuna ile programu unasema kwamba usalama barabarani ni jukumu letu sote. Ndio. Ni jukumu letu sote kwa sababu gani? Sisi wote katika jamii huwa ni watumiaji wa barabara. Ndio. Na mbali ya kwamba kuwa watumiaji wa barabara, lakini kila mmoja awe balozi mzuri wa mwenzake katika kumuelewesha masuala ya usalama barabarani. Okay. Kwa sababu usalama barabarani unaanza mimi, wewe pamoja na yule. Hivi vyombo vya dola ambavyo vizungumzia, hususan jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani. Ndiyo. Sisi ni wasimamizi wa sheria. Okay. Wasimamizi wa sheria za usalama barabarani, lakini pamoja ni watoa elimu ya masuala ya usalama barabarani. Okay. Kwa hiyo tuna majukumu mengi katika masuala mazima ya usalama barabarani. Ndiyo. Lakini masuala ya usalama barabarani tuna majukumu kwa kina nani? Kwa jamii, kwa watumiaji wa barabara. Lengo hasa likiwa ni kwamba jamii iweze kuwa na uelewa, jamii iweze kuwa na ufahamu ya kwamba hili swala la usalama barabarani sio la jeshi la polisi tu, bali ni la kwetu sote, kwa sababu sisi sote katika jamii ni watumiaji wa barabara. Ndio. Sawa, tukizungumzia hivyo, lakini pia kuna ule usalama baina ya wanafunzi ama watoto kwa chini ya miaka 18. Upi ushiriki ama upi utaratibu wa kutoa elimu kwa watoto wa rika hilo kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 18 katika usalama wa barabarani? Tunajua kuna wanafunzi wanatembea barabarani, kuna wanaoenda na kurudi. Vipi katika hilo? Asante sana. Katika masuala mazima ya usalama barabarani yapo makundi maalum ambayo makundi yale yanapaswa yaweze kupewa kipaumbele anapokuwa anatumia barabara. Okay. Hususan kama makundi haya watoto, umezungumzia watoto kwamba watoto wanashiriki vipi katika kuhakikishiwa masuala ya usalama barabarani. Ndiyo. Na tumekuwa tukisema siku zote kwamba hawa watoto ambao wengi wanakuwa katika level ya wanafunzi. Okay. Kwamba wanapokutwa barabarani wanatakiwa wapewe kipaumbele. Okay. Wapewe kipaumbele katika nyanja za kuvushwa barabara. Ndiyo. Wapewe kipaumbele katika kuelekezwa, kwa sababu kuna wengine unakuta ni watoto wanacheza barabarani. Wapewe kipaumbele namna ya kuvuka barabara. Okay. Wapewe kipaumbele namna ya kufanya matumizi sahihi ya barabara. Sasa nani wanawapa kipaumbele? Okay. Sisi ambao ni wanajamii, sisi ambao tuko katika eneo lile husika, tunapaswa tuweze kutoa kipaumbele kwa haya makundi maalum, ikiwemo makundi ya watoto. Lakini katika namna ambavyo kama mada ya leo inajitambulisha ni kwamba jamii kama jamii ina nafasi kubwa katika
kuendelea kudumisha masuala ya usalama barabarani. Jamii ina nafasi kubwa ya kuweza kuhakikisha kwamba wakati mwingine inakuwa na ile dhana ya kutii sheria pasipo shurti, kwamba sisi wanajamii wanajamii ni watu wote katika jamii ambao wanaokuwa wanatumia barabara au wanatumia vyombo vya moto, tuwe na ile dhana ya kutii sheria pasipo kushurutishwa. Kingine tena, wanajamii tunapaswa tuweze tunapaswa tuweze kupaza sauti, kukemea na kutoa taarifa dhidi ya wale wote wanaovunja masuala ya usalama barabarani. Wewe kama mwanajamii, labda umemwona katika mtumiaji wa barabara au umemwona yeyote ule anahatarisha masuala ya usalama barabarani, mkemee, mpe elimu. Mpe elimu, hata wakati mwingine utoe taarifa kwa jeshi la polisi dhidi ya wale wanaovunja sheria za usalama barabarani. Lakini kingine tena, wanajamii wanapaswa waweze kutoa taarifa, na kuna namna bora na namna sahihi ya kuweza kutoa taarifa ya wale wanaovunja sheria za usalama barabarani. Kwa mfano, labda kama umeshuhudia yoyote amevunja sheria za usalama barabarani au umefanya yale makosa hatarishi, hakikisha ya kwamba unatoa taarifa kwa jeshi la polisi, na ili taarifa yako iweze kuwa sahihi, wakati mwingine unapaswa uweze kutaja kosa alilofanya yule ambao unamtolea taarifa. Kama labda kwa mfano ni dereva anaendesha gari mwendo kasi, unapaswa uweze kutaja namba ile gari, unapaswa uweze kutaja uelekeo wa chombo kile kwa wakati ule, na unapaswa uweze kutaja kosa alilofanya yule dereva. Na kwa wakati huo kile chombo kiko wapi na kinaelekea wapi. Kwa unapotoa taarifa katika jeshi la polisi, inakuwa rahisi zaidi jeshi la polisi kuweza kuchukua hatua kutokana na ile taarifa ambayo iliyoripotiwa au iliyotolewa. Sawa, umezungumzia kuhusu sheria lakini pia makosa hatarishi. Kuna mtazamaji wa Gift Online TV sasa hivi hayafahamu makosa hatarishi lakini pia afahamu sheria za usalama barabarani. Ningependa japo kwa uchache utuambie sheria ni zipi lakini pia makosa hatarishi ni yapi? Asante sana. Yapo makosa ambayo tunasema ni makosa hatarishi ambayo yanachangia kwa kiasi kikubwa kutokea kwa hizi ajali za barabarani. Na makosa hayo ni pamoja na mwendo kasi. Yaani mtu anaendesha chombo cha moto kuzidi kiwango kilichowekwa na mamlaka ya barabara, au kuendesha kwa mwendo ule hatarishi, kwa sababu kitendo cha kuendesha gari mwendo kasi ni tayari unaendesha katika ule mwendo hatarishi. Kuna makosa kama matumizi ya pombe pamoja na madawa ya kulevya. Tumekuwa tukishuhudia baadhi ya madereva aidha wa pikipiki au magari wakiwa wanaendesha vyombo hivi wakiwa wanatumia au wametumia ulevi wa pombe au madawa ya kulevya. Makosa mengine hatarishi ni pamoja na kuyapita au kuvipita vyombo vingine barabarani pasipo kuchukua tahadhari. Tumekuwa tukishuhudia baadhi ya watumiaji wa barabara hususan madereva wanafanya wrong overtaken maeneo ambayo ni hatarishi, hususan maeneo kama yale ya kwenye madaraja, maeneo ya kona, maeneo ya mteremko, maeneo ambayo hayaruhusu kuovertake, pamoja na maeneo mengine hatarishi. Kwamba kuendesha chombo cha moto katika kuyapita au kuvipita vyombo vingine barabarani pasipo kuchukua tahadhari, tunasema wrong overtaken, nayo ni miongoni mwa makosa hatarishi. Na vile vile yako makosa mengine kama kuendesha chombo cha moto dereva akiwa anafanya matumizi ya simu, kupaki chombo cha moto maeneo ambayo sio ya maegesho, pamoja na makosa mengine ambayo yanaakisi masuala ya uhatarishi barabarani. Kwa hiyo makosa hayo ni hatarishi sana na yanapelekea kwa kiwango kikubwa kutokea kwa hizi ajali za barabarani. Lakini sheria ambayo inayotumika katika kuadhibu, yani sheria inayotumika ni sheria ya usalama barabarani, ile sura ya 168. Sheria ile imeweza kuelezea na kuyataja yale makosa ambayo ni hatarishi ambayo wamekuwa wakiyafanya madereva, ambao makosa yale yamekuwa yakichangia kwa kiasi kikubwa kutokea kwa hizi ajali za barabarani. Na yale makosa yametajwa katika kile kifungu kilioko katika ile sheria ya usalama barabarani, ile sura ya 168. Kwa hiyo rai yangu ni kwamba sisi kama jeshi la polisi tunatoa wito kwa wanajamii, kwa watumiaji wa barabara, waepukane na haya makosa hatarishi ambayo yamekuwa yakigharimu maisha ya watu. Mwisho wa siku kunaenda kutokea hizi ajali za barabarani.
Sawa, mtazamaji wa Gift Online TV, kwa udhamini wanaotupa nguvu ya kuwa humu ndani ni maji ya uzima. Maji haya yanapatikana ndani ya huduma tu. Huduma hii ni huduma ya Mlima Moria Ministry iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa maili 6. Huduma hii inapatikana Moshi Kilimanjaro maili 6. Kama unatokea Moshi mjini utapanda haisi za kwenda Machame, utapanda haisi za kwenda maili 6, utapanda haisi za kwenda Kosta za Arusha za Sanya. Utashukia kituo cha mashine, utakutana na bango kubwa la ratiba za ibada, ndipo utaingia na njia hiyo. Kama unatokea Arusha vile vile utashukia mashine, utakutana na bango kubwa la ratiba za ibada, utaingia na njia hiyo. Siku za ibada ni siku ya Jumatano, Ijumaa pamoja na siku ya Jumapili. Lakini Jumatano na Ijumaa muda ni saa 8 mpaka saa 11. Bila kusahau siku ya Jumapili ni saa 6 mpaka saa 10:30. Nyote mnakaribishwa. Nikukumbushe, huwezi kuyapata sehemu nyingine yoyote ila tu ndani ya huduma ya Mlima Moria Ministry. Bado tunaendelea na kipindi chetu cha ushiriki wa jamii katika kusimamia usalama wa barabarani. Tumezungumza mengi, lakini nikwambieni wakati wa kwako kutuma komenti yako kama una swali ama una pendekezo lolote kuhusiana na mada hii ya siku hii ya leo, ambapo tunakwenda kuzungumza kwa undani zaidi ili uweze kujua nafasi yako ni ipi katika kusimamia usalama barabarani. Wewe jamii, ili tuhakikishe usalama upo kama tunavyotakiwa kubaki. Tumeona kuna sehemu mbalimbali ama imezoeleka kwamba sehemu hii ni sehemu ya kivuko, tukizungumzia zebra, lakini kuna baadhi ya madereva aidha wa pikipiki, bajaji au wa magari wanakuwa kwenye zile sehemu hawapunguzi mwendo ama hawasimami. Nini kifanyike ili jambo hilo, kwa sababu walio wengi hata wanafunzi wamezoea pale wanavuka. Unajua watoto wanaweza kuvuka barabara, wanacheza, wanazungumza, tembea taratibu. Nini kifanyike ili kupunguza ajali? Maana zinatokea ajali kwenye kivuko lakini bado ajali inatokea pale. Nini kifanyike? Cha kufanyika zaidi ni kwamba hawa watumiaji wa barabara wachukue tahadhari. Ndio. Nazungumzia watumiaji wa barabara, hususan labda ile kundi la watembea kwa miguu ambao wanaovuka pale kwenye kivuko, wachukue tahadhari. Hilo la kwanza. Okay. La pili, hawa madereva waziheshimu hizi alama za barabarani. Kama madereva wataziheshimu hizi alama za barabarani pamoja na kuzingatia sheria, ni kwamba dereva atakuwa au ili kundi la watumiaji wa barabara wataweza kutumia barabara kama ambavyo inavyopaswa waweze kutumia. Ndiyo. Dereva siku zote anapaswa waweze kuzingatia sheria pamoja na alama za barabarani. Okay. Dereva huyu akifika kwenye kivuko cha watembea kwa miguu anapaswa aweze kusimama na kuweza kutoa kipaumbele. Lakini huyu aliyeko katika kivuko hicho cha watembea kwa miguu naye ana haki ya kuweza kuvuka pale kwa wakati ule. Kwa hiyo achukue tahadhari na avuke kivuko kile moja kwa moja. Sio tena unakuta ni mtembea kwa miguu anavuka katika kivuko hiki kwa kusuasua, aidha anaongea na simu au wanakutana pale barabarani wakati wanavuka upande huu na upande huu, wanaanza kusalimiana pale. Ile sio sawa. Okay. Kwa hiyo tunasema ya kwamba vivuko vya watembea kwa miguu viheshimiwe. Vivuko vya watembea kwa miguu vizingatiwe kwa madereva. Watoe kipaumbele katika yale makundi yanayovuka pale. Ndiyo. Ili waweze kuvuka katika hali ya usalama, kwa sababu ni haki yao na wao wana haki ya kutumia barabara kwa wakati ule. Sawa, ni unahisi ni njia gani sahihi ya kutoa elimu kwa madereva ili kuendelea kupunguza ajali za barabarani? Njia sahihi ya kuweza kupunguza hizi ajali za barabarani kwa madereva, kwanza kabisa ni kutoa elimu. Okay. Kwamba sisi jeshi la polisi tuweze kuwafuata madereva katika maeneo yao ambao wanakuwepo, maeneo kama yale ya stendi. Ndiyo. Pamoja na huko barabarani wanapokuwa wanaendesha vyombo vyao. Tutoe elimu kama ambavyo tunavyozidi kutoa elimu. Okay. Ili madereva waweze kuzingatia na kuweza kuwa makini. Okay. Kwa cha msingi zaidi ni kutoa elimu. Elimu inasaidia sana katika kiwango kikubwa cha kuweza kupunguza au kuondoa kabisa hizi ajali za barabarani. Tunatoa elimu na si kwa madereva tu, kwa makundi yote ambayo yanayotumia barabara. Tukao tunatoa elimu kama ambavyo tunatoa, hii itasaidia sana. Lakini kingine tena ambacho mimi naona ni hiyo ya ushiriki wa jamii katika kusimamia masuala mazima ya usalama barabarani. Ndio. Kwa hawa madereva, wanakuwa na ile jamii ambayo iko kwenye ile gari ambayo ni hawa abiria. Ndio. Abiria washiriki kweli pale wanapoona dereva anafanya makosa hatarishi. Okay. Abiria hutaki kukaa kimya unapoona dereva anafanya makosa hatarishi kama mwendo kasi, matumizi ya pombe au madawa ya kulevya, kuyapita au kuvipita vyombo vingine barabarani pasipo kuchukua tahadhari, ujazwaji wa abiria.
Kwa hiyo abiria, unapoona haya makosa dereva anayafanya, wakati mwingine ni vyema ukakemea, ukapaza sauti na ukatoa taarifa kwa jeshi la polisi. Kwani unahisi madereva tu ndo wanakuwa chanzo cha kukimbiza magari? Lakini mimi nina ushuhuda, juzi kati nilisafiri, dereva anaenda mwendo kabisa wa taratibu, mwendo mzuri, lakini abiria wanapiga kelele, dereva mbona uendeshi gari, endesha gari. Means kwamba wale abiria wanataka dereva akimbize gari ili wawahi wanakoenda. Unahisi hiyo ni njia sahihi? Ni njia sahihi wakati mwingine, kwa sababu unajua dereva ile ni taaluma Ndio. Wewe ambaye ni abiria, wakati mwingine dereva ndio anajua kwamba ni mwendo gani ambao anapaswa aendeshe, mwendo ambao ni standard, ambao uko katika matakwa ya kisheria. Ndio. Kwa hiyo wewe hutakiwi kumlazimisha dereva aendeshe chombo cha moto mwendo kasi. Pengine labda dereva kile chombo ndio anakijua kwa wakati huo kiko vipi. Ndio. Na sisi ambao ni abiria tupaswi kuwa na mihemko ya kuweza kushabikia mwendo. Tumekuwa tukiona mwisho wa siku abiria wanaoshabikia mwendo wanamlazimisha dereva aendeshe mwendo ambao wanautaka wao. Kwanza ile ni taaluma, udereva ni taaluma. Dereva hapaswi kuingiliwa pale ambapo anapoendesha chombo cha moto kwa mujibu wa sheria ambayo iliyowekwa. Kwa hiyo ninachotaka hapa kusema ni kwamba sisi ambao ni abiria tusiwe na tabia ya kushabikia mwendo. Tusiwe na ile hali ya kushabikia mwendo. Badala yake tumwache dereva ambaye ndiye mtaalamu, yeye ndiye anayejua. Isipokuwa tu kwa kama dereva atakuwa anaendesha mwendo kasi, mna jukumu la kumkataza. Kama dereva atakuwa anatumia ulevi wa pombe au madawa ya kulevya, mna jukumu la kumkataza na kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Kama dereva anayapita au anavipita vyombo vingine pasipo kuchukua tahadhari, mna jukumu la kumkemea, kupaza sauti na kutoa taarifa kwa jeshi la polisi, ili gari au dereva huyo aweze kudhibitiwa kabla hajaleta maafa zaidi. Umezungumzia swala la kutoa taarifa. Sehemu tatizo limetokea ama sehemu ameovertake, hakuna kituo cha polisi, anawezaje kutoa taarifa? Taarifa anaweza kutoa kupitia ile namba ya simu, kwa sababu ile namba ya simu ni namba ya afande RTO. Ile namba inapatikana muda wote. Kwa hiyo abiria yoyote au mtumiaji yote wa barabara akiona ile hali ana uwezo wa kupiga simu kwamba mimi ni abiria, labda tunatokea Rongai tunaelekea labda Mkuu, kwa sasa tuko Tarakea, lakini dereva wetu huyu tunamshuku kwamba labda ametumia ulevi wa pombe au madawa ya kulevya. Dereva wa gari namba fulani, kampuni fulani. Kwa unapotoa ile taarifa yako, afande akiipata, inakuwa rahisi zaidi afande kutoa maelekezo ya askari aliyoko katika maeneo yale, aweze kuja na kuweza kulikamata lile gari. Na uzuri mmoja, si jeshi la polisi tumekuwa tukifanya kazi masaa 24. Yaani askari muda wote wako barabarani. Kwa hiyo afande atatoa maelekezo, hii gari itakamatwa kwa ajili ya hatua zaidi. Na ipi faini ya mtu ambaye maybe dereva na kilevi amefanya yale makosa ambayo hayapaswi? Hatua, sheria gani inatumika kumbana, ama ni kifungo gani ambacho kinatumika kumbana? Inategemea dereva yule amefanya kosa gani. Kwa mfano labda dereva tuseme labda kwa mfano amekuwa ameendesha chombo cha moto akiwa ametumia ulevi wa pombe au madawa ya kulevya. Sheria ya usalama barabarani itambana kupitia kile kifungu cha 53. Ambao kifungu kile kimekataza yoyote kuendesha chombo cha moto akiwa ametumia ulevi wa pombe au madawa ya kulevya. Na mara nyingi sana madereva hawa ambao wanabainika kwamba wameendesha vyombo vya moto wakiwa wametumia ulevi wa pombe au madawa ya kulevya, adhabu yao ni kufikishwa mahakamani, na wakati wanafikishwa mahakamani, mchakato wa kuifunga au kuifuta leseni yake unaanza mara moja. Ndio. Na pale mnapomfungia ni muda gani ambao atachukua ili kuweza kupata leseni mpya, au ni mpaka afanye nini ili aweze kurenew leseni yake? Inategemea sasa kwamba wenye mamlaka watamfungia kwa muda gani. Au kama wakimfutia, ina maana sasa yeye hataki kujishughulisha kabisa katika kuendesha gari. Kwamba kabisa mwanzo mwisho kabisa kuna kufungiwa na kufutiwa. Kufutiwa na maana kuondolewa, ufai kuwa dereva, kufanya kazi nyingine. Sawa. Yapi maoni yako katika kuhakikisha usalama barabarani unaendelea kuwa imara? Maoni yangu, sisi kama jeshi la polisi tunaendelea kutoa rai kwa wanajamii, kwa wananchi, watambue ya kwamba swala zima la usalama barabarani ni jukumu letu sote. Linaanza na mimi, wewe pamoja na yule. Kwa wakati wanajamii, sisi ambao tunaishi katika hii jamii, tuhakikishe ya kwamba tunapoona makosa ya uvunjifu wa sheria za usalama barabarani, tunapaswa kila mwanajamii kwa nafasi yake aweze kukemea
kutoa elimu, kutoa taarifa kwa jeshi la polisi, ili wakati mwingine huyu ambaye aliyofanya makosa aweze aidha kujirekebisha au aweze kuchukuliwa hatua stahiki. Kwa hiyo sisi jeshi la polisi tunasisitiza na kusema ya kwamba tuwe mstari wa mbele katika kudumisha masuala ya usalama barabarani. Unapoona kwa mfano labda kama unapoishi au unapofanyia kazi kuna kijana labda wa bodaboda hataki kuvaa kofia ngumu, mwambie, muelimishe kwamba wewe unapaswa uweze kuvaa kofia ngumu. Unapomuona yote anaendesha chombo cha moto pasipokuwa na leseni, muelimishe, toa taarifa kwa jeshi la polisi, mwambie abadilike, kwa sababu sisi wote kila mmoja katika jamii ana nafasi ya kuweza kumwelimisha yote katika jamii anayovunja sheria. Na itambulike tu ya kwamba madhara yanayotokana na hizi ajali za barabarani haiathiri jeshi la polisi tu, bali na athiri jamii nzima anayoishi na yule yaliyopata madhara ya ajali za barabarani. Kwa hiyo hilo litasaidia zaidi. Nikwambie shukrani sana kwa kuendelea kutoa elimu na imani kubwa. Mtazamaji wa Gift Online TV amekwenda kujifunza mengi, lakini pia ataweza kumwambia ndugu yake, rafiki yake katika kuhakikisha kusimamia masuala mazima ya usalama wa barabarani. Nikwambie shukrani sana, endelea kufika Gift Online TV. Wewe mtazamaji, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata taarifa kwa wakati sahihi. Mimi ni Esther Mamko, nikutakia wakati mwema.